Solutions, na usiku wa leo tunasherehekea miaka 15 ya TMHS tukitoka kwenye Tindwa Medical kuingia TMHS Group. Lakini tumefanikiwa kufika hapa ni kwa sababu taasisi za serikali na mashirika yalituamini, ikiwepo na Watanzania nao walituamini. Walituamini kwa sababu tulianza na huduma ambazo zilikuwa hazipo nchini. Watu wengi walikuwa akija hapa, makampuni ya nje yakija, hizo huduma yanakuja na makampuni kutoka nje, huduma za dharura katika miradi. Lakini taasisi za serikali zikatuamini, zikaona kwamba kuna Watanzania ambao wanania, Watanzania ambao wanaweza, walisimama bega na bega pamoja nasi kuhakikisha kwamba tunapata hiyo nafasi ya kuonesha uwezo wetu. Na sisi hatukuiangusha. Kuanzia Wizara ya Afya, mashirika kama TPDC yamekuwa mstari wa mbele sana kusema kwamba kuna kampuni za wazawa ambazo hizi kazi zinaweza. Si lazima ije kampuni kutoka nje. Na sisi ndio tukapewa hiyo nafasi. Na hatujawahi angusha serikali. Mpaka sasa hivi tunaongoza East Africa katika kutoa huduma hizo za dharura. Si hapo tu, ilipofika tukaona kuna changamoto katika huduma za mazingira na utekelezaji wa taka hatarishi, tukaanzisha utekelezaji wa taka hatarishi na kumanage mazingira. Wakaja mashirika kama GCLA, NEMC, taasisi za serikali ambazo na zenyewe zikatuamini na kuona kwamba hawa Tanzania wana jambo, hawa Tanzania ngoja tuwaamini, wakatukingia mgongo. Nasi mpaka sasa hivi tunaongoza Afrika Mashariki katika utekelezaji wa taka, lakini kumanage mazingira, tukiwa tuna zaidi ya heka 50 katika mbinu mbalimbali ambazo tunazitumia katika kumanage hizi takataka. Kwa tumekuwa tukipewa ushirikiano mzuri sana, na tumekuwa tukikaa pamoja na taasisi tofauti za kiserikali katika kubadilishana utaalamu. Tumekuwa tukitoa vile vile pale ambapo tunaona kwamba kuna kitu ambacho na sisi tunaweza tukatoa, tumekuwa tukitoa katika kufikisha huduma katika jamii. Sisi pia hapa Dar es Salaam tumekuwa ni sehemu ya waasisi wa DAMAT, ambayo ni mkutano, ni ushirikiano kwa ajili ya kutoa huduma za dharura. Kwa hiyo inapotokea sijui kuna ambulance inahitajika sehemu, ambulance zetu zimekuwa zikitumika bila kuwa na gharama yote ya nyongeza, ikiwa hiyo call imetoka kutoka DAMAT ambao ndo wana coordinate mzunguko wa ambulances hapa Dar es Salaam. Kwa tumekuwa na ushirikiano mzuri sana sisi pamoja na taasisi mbalimbali za serikali, na kuhakikisha kwamba kila hatua ambayo tunapiga basi tunapiga pamoja na serikali. Yes, tunafurahi kwamba kuna ushindani ambao umekuja. Kwa nini tunafurahi? Kwa sababu ukiwa peke yako ni rahisi sana kujisahau, lakini unapokuwa na mshindani, hatumchukulii tu kama huyu ni mshindani, hapana. Tunaona kwamba anatusaidia kwamba tuendelee kujisukuma kwenda mbele zaidi. Kwa kama jana tulifanya kitu tukaishia 90%, basi leo twende 102. Na ndiyo maana kutokana na wao kuwepo, wamekuja kwenye soko, imetusaidia, tumeweza kukua, na hata sasa tunafunguka katika makampuni 6 tofauti ili tuweze kufikia ile lengo letu ambalo linasema to lead in everything we do. Na mpaka sasa kuna vitu ambavyo tunafanya, tunaongoza. Kwa ajili ya kuadhimisha mabadiliko yaliyotokea katika taasisi. Taasisi yetu ina miaka 15. Mwaka huu wa 15 tulikuwa kampuni moja inayofanya kazi nyingi. Sasa kuanzia mwaka huu kwenda mbele, hii kampuni moja imegawanyika katika makampuni 6, na kila kampuni itakuwa inafanya kazi tofauti kama mlivyoona. Kwa leo hapa tupo kwa ajili ya uzinduzi wa hayo makampuni 6 ambayo yanajumuisha mabadiliko kutoka kwenye kampuni moja ya Tindwa Medical and Health Services. Kwa kuanzia leo kwenda mbele hatutoitwa tena Tindwa Health and Medical Services Limited. Badala yake tutaitwa TMHS Group. Na ndani ya TMHS Group kutakuwa na makampuni 6 ambayo ni Safety Solution, itadili na mambo ya usalama. Tutakuwa na Remote Medical, itakuwa inadili na mambo ya afya katika maeneo hatarishi na mbali. Tunakuwa na Emergency Medical Services ambayo tutakuwa tunaendelea kudili na huduma za dharura. Lakini tutakuwa na Health Solution ambayo itadili na mambo yote yanayohusiana na vituo vya afya, mahospitali na ushauri katika afya. Lakini vile vile tutakuwa na Waste and Environment ambayo hapo tutakuwa tunadili na mambo yote ya mazingira na taka.
lakini tutakuwa na kampuni nyingine ambayo inaitwa TMHS Medical Supplies, ambayo hiyo itakuwa inadili na usambazaji wa madawa na vifaa tiba katika Tanzania, nchi za Afrika Mashariki, SADC na Afrika kwa ujumla. Kwa kuanzia kesho tutatambulika namna hiyo. Kwa tukaona tukae pamoja na wadau wetu, tukae pamoja na nyinyi vyombo vya habari, ili tuweze kuhabarisha kwamba sasa hivi kuanzia kesho hatutoitwa tena Tindwa Medical and Health Services, badala yake tutaitwa TMHS Group, ambayo itakuwa ni muunganiko wa kampuni tanzu 6. Na tunategemea mabadiliko haya. Tumeendelea kuongoza katika sekta hii kwa miaka zaidi ya 10 sasa, lakini mabadiliko haya yatatufanya tuongoze Afrika, kwa sababu tulikuwa tunaongoza Tanzania kwa miaka 10 ya kwanza mpaka iliyofika 2020 pale, lakini baada ya hapo tumekuwa tunaongoza East Africa na SADC mpaka leo hii 2025. Kwa miaka 5 iliyopita sisi ndio tulikuwa viongozi wa hii region yetu katika huduma ambazo tunazitoa, lakini tuna hakika mabadiliko haya tunayofanya leo yatatufanya tuwe viongozi katika Afrika nzima kwa namna ya huduma tunazozitoa. Okay, umezungumzia swala la nyie kwenda Afrika nzima, na tumesikia kwamba mnatoa huduma za ambulance za helikopta. Labda tungeweza tukufahamu uhitaji hasa ukoje kwa hapa Tanzania, na hizo huduma zimekuwa zikitolewaje, lakini pia kwa Afrika ambapo sasa mnaenda, soko lake likoje hasa la ambulance hizi za helikopta? Swali lako ni nzuri sana. Soko ni kubwa sana kwa sababu helikopta ama ndege ama ambulance inahitajika pale mtu anapopata tatizo la dharura. Tatizo la dharura inaweza ikawa ni ajali ama inaweza ikawa ugonjwa, na kuna magonjwa mengi ya dharura yanahusisha kifua na kadhalika. Sasa uhitaji, kila familia inahitaji hii huduma na kila jamii inahitaji hii huduma, na kwa siku kuna idadi kubwa sana ya watu ambao wanahitaji huduma za ambulance, huduma za ndege na kadhalika. Changamoto imekuwa katika kumudu zile gharama. Kumudu gharama zimekuwa ngumu, ndio maana baadhi ya watu wanatumia pikipiki, wengine wanabebwa na machela, wengine wanatumia njia mbalimbali. Lakini kama mnavyofahamu, katika Afrika Mashariki yetu hapa inategemea sana uchumi wa watu binafsi katika kumudu hizi gharama. Kwa hiyo soko kubwa ukiangalia katika huduma za dharura katika nchi za Afrika Mashariki lipo Kenya, lakini kutokana na uchumi wa watu binafsi wa Kenya. Alafu linafuata hapa kwetu Tanzania ni namba 2. Alafu zinafuata hizo nchi nyingine. Lakini kama mnavyojua, Tanzania sasa hivi tuna huduma ya afya jumuishi ama universal health coverage, ambayo itajumuisha pesa nyingi kukusanywa pamoja kwa ajili ya kutoa huduma kwa kila mwananchi. Hiyo tuna hakika itaongeza soko kubwa sana kwa Tanzania la huduma hizi, kwa maana watu kuweza kumudu huduma hizi, na hatimaye inawezekana tukaongoza katika Afrika Mashariki. Lakini mahitaji ni makubwa na tumekuwa bize tangu tumeanza, na ndio sababu tumekuwa tunakuwa sana, na mpaka sasa hivi tuna operate zaidi ya Tanzania, na tuna maeneo mengine kuna maofisi, kuna watu ambao wana operate. Kwa mfano kama Uganda peke yake tuna staff zaidi ya 10 pale wana operate kampuni pale nchini Uganda. Kwa hiyo hayo yote yanatokana na uhitaji kwa mkubwa na soko kwa kubwa, na kwa namna uchumi unavyopanuka na kwa namna sera zinavyobadilika za afya, basi soko la huduma za dharura linaendelea kubwa, na ule uwezo wa watu kulipia kwa sababu watakuwa wanatumia bima na unakuwa mkubwa. Kwa sababu mtu ukipata dharura unaambia uite ambulance tumie 300,000, inakuwa ni ngumu sana. Afadhali uchukue bodaboda utumie shilingi 1,000 ama 2,000. Lakini inapokuwa ni package ya huduma ya bima inakuwa ni rahisi sana. Na ndio maana hapa Tanzania sasa hivi wateja wetu wakubwa ni bima zote. Wateja wetu wakubwa kiwemo hata bima yetu ya taifa. Kwa watu wengi ambao tunawahudumia ni wale ambao wana bima. Ni watu wachache sana ambao hawana bima ndio wanaweza kumudu gharama yetu. Kwa namna ambayo nchi imebadilika sasa hivi, tunakwenda kwenye hii inaitwa universal healthcare coverage ama huduma afya kwa wote ama bima kwa watu wote.
basi vile vile itawezesha kila Mtanzania kuweza kumudu hizi gharama kupitia bima, na kwa vyovyote vile tutakuwa na mahitaji makubwa. Mfano sasa hivi tuna ambulance zaidi ya 80 katika nchi hii. Lakini tuna hakika ikishakuja afya kwa wote inaweza kata ambulance kwa zaidi ya 200 na bado zisitoshe. Hizo ambulance 80 za kwenu tu? Hizo ambulance zaidi ya 80 ni za kwetu na zina operate katika nchi. Kwa majina naitwa Victoria Wilbard, ni manager rasilimali watu na utawala. Natokea kampuni ya TMHS Group ambao tunajishughulisha na kutoa huduma mbalimbali kama huduma za dharura kwa wagonjwa pamoja na uteketezaji wa taka hatarishi na huduma za afya kwa ujumla. Tukiwa kama wadau, tumekuwa tunashirikiana na serikali katika kutoa huduma hizi kwa jamii. Kama tunavyojua, huduma za dharura sio common sana kwenye jamii. Kwa hivyo pia tumekuwa tukielimisha jamii, lakini pia tukishirikiana na serikali bega kwa bega. Kwa mfano hospitali ya Sinza tumekuwa tunatoa ambulance pale pamoja na watu wetu wa afya kwa ajili ya kushirikiana na serikali, kwa sababu unajua serikali peke yake haiwezi kamudu kutoa huduma zote, na sisi kama wadau ambao tupo vizuri kwenye huduma za dharura tumekuwa tunashirikiana na serikali kwa ajili ya huduma hizo. Hata kama mnakumbuka pia inapotokea majanga mbalimbali, hata ile janga la moto la Morogoro, ambulance zetu nyingi sana zilikuwa pale kwa ajili ya uokoaji. Na hivyo ndivyo ambavyo pia jamii yetu inafaidika na huduma zetu. Kwa hiyo hatupo tu kwa ajili ya kupata faida kwetu binafsi, lakini pia kwa ajili ya kuleta impact kwenye jamii yetu. Lakini pia kuna huduma za taka hatarishi, ambayo hiyo ni sekta ambayo si common sana, lakini pia tumekuwa tukishirikiana vizuri sana na serikali kama wadau kutoka NEMKI, kutoka GCLA, kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira na kuteketeza taka hatarishi kitaalamu zaidi na kuhakikisha jamii yetu inakuwa kwenye afya njema. Na vile vile sisi kama TMHS Group tumekuwa tunaenda moja kwa moja pia hadi kwenye jamii za chini kabisa, tukiwa tunatoa ushirikiano kwa serikali kwenye sekta ya elimu. Kwa mfano tumekuwa tunahakikisha kwamba tunashirikiana na serikali katika kufanya ukarabati maeneo mbalimbali ya shule katika wilaya mbalimbali, lakini pia tumekuwa tunashirikiana na jamii yetu ambazo zinatuzunguka kwenye maeneo mbalimbali. Kwa mfano wale watoto wenye mahitaji maalum, tumekuwa pia tunashirikiana kuhakikisha tunapeleka vifaa vile vinavyowawezesha, mfano wheelchairs. Lakini pia kumbuka tuna watoto wenye mahitaji ambao wapo kwenye vituo mbalimbali vya malezi, ambao wana uhitaji wa vyakula, mavazi. Kwa TMHS kila mwaka tuna budget ya CSR ambayo inaenda moja kwa moja kwenye jamii hizo kwa ajili ya kuhakikisha tunasaidiana nao, kwa sababu sisi ni wadau wa serikali na serikali haiwezi kufanya kila kitu peke yake. Kwa tunakuwa tunashirikiana nao kwa namna hiyo, kwa kurudisha kwenye jamii, lakini pia kwa kuhakikisha kwamba tunatoa huduma mbalimbali kama hizo ambazo nilikuwa nasema awali za huduma za dharura yanapotokea majanga mbalimbali. Maana serikali peke yake haiwezi ikawa na ambulance za kutosha kuhakikisha kwamba inatoa hizo huduma inapotokea majanga direct peke yake. Kwa sisi tupo na tumekuwa tunashirikiana na serikali imekuwa pia inatupa support kubwa, especially kuhakikisha kwamba kila kitu kwenye masuala ya compliance yanaenda vizuri.